Bwana Yesu asifiwe, ndugu zangu wapendwa. Tuko tena pamoja nanyi katika siku nyingine tena. Nami napenda kuwasalimu kwa jina la Yesu Kristo. Ndugu yenu Wilfred, nawapenda sana. Napenda tuwe pamoja nanyi katika mazungumzo, tuweze kuona vile Mungu anataka tufanye nini. Sasa kama mmekuwa mnanifuatilia mahubiri yangu, vile nilivyokuwa nahubiri, Mungu amenitumia sana. Nimekuwa nikikataza mambo mengi ambayo neno la Mungu linakataza katika Biblia. Kwamba tunaona mtu yeyote atakayefanya jambo lolote ambalo Mungu amezuilia lisifanywe, huyo mtu atakuwa amefanya dhambi na atakwenda jehanamu kwa sisi wa Kristo. Kwa hiyo sisi wa Kristo ni watu ambao tunaishi kwa kutii neno la Mungu. Na kila Mkristo atakayeishi kwa kutii neno la Mungu, huyo ndio atakuwa Mkristo safi, na baada ya kutoka katika ulimwengu huu ataenda mbinguni. Sasa basi, ndugu yangu Mesodi amekuwa akihubiri naye kama mimi, lakini amekutana na baadhi ya maswali. Nilipenda leo niweze kujibu swali moja. Tumekuwa tunahubiri kuhusu wanaume kuwa wachungaji, wanaume wasiooa au kuwa maaskofu, kwamba tunasema ni kosa, na wanawake kuwa wachungaji au maaskofu ni kosa. Kwa hiyo wanaume ndio inatakiwa wawe viongozi, lakini hao wanaume wawe wanaume ambao wameoa. Hiyo Timotheo, ukisoma kwenye Timotheo wa kwanza sura ile ya 3 mstari wa kwanza na kuendelea mpaka mstari wa 14 utapata hapo. Na mwanamke haruhusiwi mwanamke asiyeoa. Hiyo tumesoma Timotheo wa kwanza sura ile ya 2 na mstari wa 8, kwamba wanaume wasalishe kila mahali. Sasa kuna mengi ambayo tumesema, hayo ni baadhi, na mengine nitayasema baada ya kwenda kwenye mlolongo huu. Baada ya kuhubiri kwa jinsi hiyo, ndugu ameulizwa kwamba sasa kama mambo hayo ni mabaya, mbona hawa watu wanaohubiri kama ni mwanamke yuko mchungaji anahubiri, mbona anakuwa na upako? Ndio swali. Na kama mwanaume, kuna wachungaji wengi hawajaoa, wako wanahubiri hawajaoa, hawana wake, hawana watoto. Sasa mbona wanakuwa na upako? Nikana kwamba huyo ndugu anafikiri kwamba kama Mungu amekataza jambo, basi kulitekeleza hawezi kusikia upako. Sasa swali linakwenda kujibu, kwa nini watu wanahubiri kinyume na maandiko lakini wanakuwa na upako tu? Ni kwa sababu gani? Sasa kabla sijaenda mbele, nitamani kwanza tujue upako ni nini. Bwana Yesu abariki sana. Nitamani sana tujue upako ni nini kwanza. Tuwezi kujadili upako. Ukisema upako, watu hawaelewi, kila mtu ana fasiri yake. Lakini nataka tuangalie upako kulingana na maandiko ya kwenye Biblia, kwamba Biblia inasema upako ni kitu gani hasa. Tungeenda kuangalia kwenye kitabu cha Samueli. Ningependa ufungue ndugu yangu Samson, kitabu cha Samueli wa kwanza sura ya 2 na mstari ule wa 10b. Sasa ukisoma mstari wa 10b, utasoma hapo chini ya mstari kuna maelezo yanaelezea maana ya upako au mafuta ni kitu gani. Karibu. Amina. Samueli wa kwanza sura ya 2 ule mstari wa 10, na kisha nitaenda kusoma pale kwenye mafafanuzi. Kwanza ni usome huu mstari wa 10 wenyewe, wa 10b. Wa 10b. Hapo inasema washindanao na Bwana watapondwa kabisa toka mbinguni. Yeye atawapiga radi. Bwana ataihukumu miisho ya dunia, naye atampa mfalme wake nguvu na kuitukuza pembe ya Masihi wake. Manake hapo mwisho inasema na kuitukuza pembe ya Masihi wake. Amina. Sasa, nenda kwenye maelezo. Amina. Hapo kwenye maelezo chini sasa inafafanuliwa hilo neno Masihi, kwa sababu ndio limewekewa na alama ya B. Amen. Inasema neno hili Masihi kwa Kiebrania maana yake ni mtiwa mafuta. Au mwenye kuwekwa wakfu kwa kutiwa mafuta ili awe mfalme. Amina. Au kuhani. Amina. Au nabii. Amina. Kwa Kiunani ni Kristo. Amina. Amen. Kwa hiyo tumeona kwamba Masihi maana yake ni mpakwa mafuta, yaani mtu ambaye katika Agano la Kale kama mtu anaandaliwa kuwa mfalme au kuhani au nabii, huyu mtu anachukuliwa, anamwagiwa mafuta kama alivyofanywa Samueli.
tunaona alivyofanya Samuel kwa nyumba ya mzee Yese wakati anaenda kumtia mafuta Daudi. Tunaona Daudi alikuwa anawekwa wakfu ili aje kuwa mfalme baadaye, na alipokwenda kwa nyumba mzee Yese, huyu Samuel akatafutwa mtoto yule Daudi. Alipokuja Daudi, Roho wa Bwana akamwambia huyo ni Masia wa Bwana, akampaka akamwagia mafuta. Kwa hiyo ile ishara ya kumwagiwa mafuta Daudi ilikuwa inaonyesha huyo amewekwa wakfu, baadaye atakuja kuwa mfalme. Sasa hapo tumeambiwa Masia maana yake ni mtu aliyewekwa wakfu, anawekwa mafuta ili awe wakfu kwa ajili ya kuwa kuhani, nabii au mfalme. Ndio anaitwa mpakwa mafuta, ndio maana ya Masihi. Sasa Masihi ni Kiebrania, lakini kwa Kiyunani anaitwa Kristo. Kwa hiyo Kristo maana yake ni mpakwa mafuta. Bwana Yesu abariki sana. Sasa tungeenda kuangalia kwa Kristo ambaye ni Yesu Kristo alivyokuja kwenye Agano Jipya. Je, alikuwa ni mpakwa mafuta naye? Kwenye kitabu kile cha Luka sura ile ya 4 na mstari wa 18. Ndugu, ungesoma Luka sura ile ya 4 mstari wa 18. Tunaangalia Kristo, je, naye alikuwa ni Masihi wa Bwana? Alikuwa ni mpakwa mafuta? Alafu tutaenda kujibu kwa nini watu wanakuwa na ubiri mambo ya uongo lakini wanakuwa na upako. Amina. Injili ya Luka sura ya 4 mstari wa 18. Nitasoma kwa jina la Bwana. Amina. Roho wa Bwana yu juu yangu, kwa maana amenitia mafuta kuwahubiri maskini habari njema. Amina. Amenituma kuwatangazia wafungwa kufunguliwa kwao, na vipofu kupata kuona tena, kuwaacha huru waliosetwa. Bwana Yesu asifiwe sana. Amina. Kwa hiyo hapo tunaona Yesu asema Roho wa Bwana yu juu yangu, maana amenitia mafuta kuwahubiri maskini habari njema. Kwa hiyo tunaona Agano la Kale huyu Daudi alimwagiwa mafuta ya ukweli, lakini Agano Jipya tunaona mpakwa mafuta au Masihi wa Bwana anaitwa Yesu Kristo. Yeye Roho Mtakatifu anasema ndio kamtia mafuta. Kwa hiyo tunapata fasiri tunapokuja katika Agano Jipya tukisema mafuta au upako ni Roho Mtakatifu. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo Roho Mtakatifu tunaposema mafuta au upako katika Agano Jipya ni Roho Mtakatifu. Kwa hiyo wale watu ambao wanamwagia mafuta watu sasa hivi huwa wanaishi Agano la Kale wakati wako kwenye Agano Jipya. Kwenye Agano Jipya tunapozungumza mafuta tunamaanisha watu walikuwa na ubatizo wa Roho Mtakatifu. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa maana Yesu asema Roho wa Bwana juu yangu, maana amenitia mafuta kuwahubiri maskini habari njema. Kwa hiyo maana yake kwamba Yesu ni Kristo kwa sababu ametiwa mafuta ambayo ni Roho Mtakatifu. Bwana Yesu asifiwe sana. Mpaka hapo nadhani tutakuwa tumejua mpakwa mafuta maana yake nini. Kwa hiyo mpakwa mafuta maana yake ni mtu aliyokuwa na Roho Mtakatifu, aliyokuwa na ujazo wa Roho Mtakatifu, kwa sababu ukiwa na Roho Mtakatifu ndio unapata upako wa kuweza kuhubiri Injili. Unakaa katika huduma, unakaa katika karama ambayo Mungu alikuita. Ndio maana maandiko yanasema alipopaa alimwaga vipawa, akafanya wengine kwa mitume, wengine manabii, wengine wainjilisti. Ni lini ambapo Mungu alifanya hivyo? Ni siku ile ya Pentekoste, pale Roho Mtakatifu alivyoshuka, watu wakaanza kuhubiri. Yesu alisema msifanye lolote mpaka Roho atakapo kuajilieni. Akisha kuja juu yenu Roho Mtakatifu ndio mtaanza kuhubiri katika kuanzia Yerusalemu, Samaria, Uyahudi hata mwisho wa nchi. Na tunaona kwenye Matendo sura ya 2 Roho Mtakatifu kashuka. Baada ya kushuka watu walianza kuhubiri, walianzia Yerusalemu mpaka hapa Tanzania katika eneo la Dar es Salaam Injili imefika kwanza pale Yerusalemu. Bwana Yesu asifiwe sana. Na hii inaonyesha kwamba Ukristo wa kweli ulianza Yerusalemu, sio mji mwingine unaosikia wote. Kwa hiyo makao makuu ya Kristo ni pale Yerusalemu. Na Yesu ndio kiongozi, naye yuko makao makuu ya Kristo tunaita Yerusalemu mpya, ambao Yohana aliona kwenye kitabu cha Ufunuo kwamba aliona Yerusalemu mpya ikishuka, ule mji mtakatifu ambao makao yake ni Mungu pamoja na wanadamu. Hapo ndio makao makuu ya Kristo. Na hapo Yerusalemu ya kiduniani ndio Ukristo ulizaliwa hapo mwaka wa 33 na nusu. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa baada ya hayo tunaona kuna unabii ambao Bwana Yesu Kristo aliutoa kwenye kitabu cha Mathayo sura 24 mstari wa 24. Kuna unabii ambao Yesu aliutoa ili tuusome hapo nao. Mathayo 24:24, soma ndugu yangu. Mathayo 24:24 tutasoma pale tuone unabii ulitoka. Karibu. Amina. Mathayo sura ya 24 mstari wa 24. Amen. Neno la Mungu linasema,
Kwa maana watatokea makristo wa uongo na manabii wa uongo, nao watatoa ishara kubwa na maajabu, wapate kuwapoteza kama yamkini hata walio wateule. Amina. Kwa hiyo hapa tunaona kwamba Bwana Yesu Kristo anatoa unabii. Kwenye Mathayo 24 hapa wanafunzi wake walimuuliza lini itakuwa mwisho wa dunia na ni nini dalili ya kuja kwako? Ndiye Yesu akaanza kueleza. Alielezea mengi, mambo ya vita, mambo ya nini, mambo ya mafarakano, mambo mengi sana. Ila akasema katika siku hizo za mwisho kutatokea makristo wa uongo na manabii wa uongo. Nao watafanya ishara na maajabu, wapate kuwapoteza yamkini hata walio wateule. Sasa makristo wa uongo maana yake, kwa vile tulivyosoma maana ya mpakwa mafuta, kwamba ni mtu aliyewekwa wakfu kwa ajili ya huduma. Bwana Yesu abariki sana. Na huyo ndio Kristo. Maana yake tunapata kwamba watatokea wapakwa mafuta wa uongo, ndio kwa Kiswahili fasaha. Kwa hiyo anaposema kutatokea makristo wa uongo na manabii wa uongo, kutatokea wapakwa mafuta wa uongo na manabii wa uongo, nao watafanya ishara na maajabu, wapate kuwapoteza yamkini hata walio wateule. Bwana Yesu asifiwe sana. Kuna ndugu mmoja alikuwa anasoma mahali hapa na akakutana na watu wakamwambia kwamba kuna Roho Mtakatifu wa uongo. Akawa anashangaa, na sasa hivi kutakuwaje na Roho Mtakatifu wa uongo? Sasa siku ya leo tega sikio lako, hilo neno la Mathayo 24:24 tunaona ya kwamba hapo tunapata kwamba makristo wa uongo maana yake ni wapakwa mafuta wa uongo, maana yake ni watu wenye Roho Mtakatifu, alafu huyo Roho Mtakatifu ni wa uongo, maana yake ni wahubiri wa uongo. Yesu anasema watatokea, wakati unakuja, na siku ya leo tutakwenda kuwaona. Bwana Yesu abariki sana. Na hilo nimesoma hapo nikiwa na maana kwamba hili swali naulizwa hivi, kwamba inakueje mtu anahubiri uongo, alafu huyu mtu anahubiri uongo anakuwa na upako? Bwana Yesu abariki sana. Swali hilo limekamatiwa na hilo Mathayo 24:24 kwamba makristo wa uongo na manabii wao uongo watatokea. Kwa hiyo hapo chukua hapo afu ulipeleke kwenye swali, utapata maana. Bwana Yesu abariki sana. Sasa baada ya hayo, hapo nimesoma ili tupate makristo wa uongo na manabii wa uongo. Tusome unabii mwingine tena ambao Yesu aliusema kwenye kitabu kile cha Marko mstari wa 16, Marko sura ya 16 mstari wa 17 na 18. Tuangalie hapo Yesu anasema wakristo wa ukweli. Tunaangalia wakristo wa ukweli akina nani? Bwana Yesu asifiwe sana. Amina. Karibu. Marko sura ya 16 mstari wa 17 na 18. Amen. Nitasoma kwa jina la Bwana. Amina. Na ishara hizi zitafuatana na hao waaminio. Na ishara hizi zitafuatana na hao waaminio. Kwa jina langu watatoa pepo. Kwa jina langu watatoa pepo. Watasema kwa lugha mpya. Watasema kwa lugha mpya. Watashika nyoka. Watashika nyoka. Hata wakinywa kitu cha kufisha. Hata wakinywa kitu cha kufisha. Hakitawadhuru kabisa. Wataweka mikono yao juu ya wagonjwa. Wataweka mikono yao juu ya wagonjwa. Nao watapata afya. Nao watapata afya. Bwana Yesu abariki sana. Amen. Kwa hiyo hapa tunaona Bwana Yesu tena anatoa unabii mwingine, anaelekeza kwamba kuna kuja wakati ambapo ishara alizokuwa nazo Yesu aliponya wagonjwa, Yesu alifufua wafu, Yesu alitoa mapepo. Hasa anasema kuna wakati unakuja ambao wakati huo ishara hizi za Yesu anazozifanya, maajabu na miujiza, zitafuatana na hao watakao muamini. Anasema na ishara hizi zitafuatana na hao waaminio. Bwana Yesu abariki sana. Kwa hiyo kila anayemwamini Yesu Kristo ishara zitafuatana naye. Bwana Yesu abariki sana. Na hapa kabla sijaendelea vizuri, napenda kuiseweka sawa. Kuna wakristo saizi wametokea mitume na manabii, wao sasa peke yao ndio wana upako. Wao peke yao ndio wana miujiza. Hawa ukiangalia tutaenda kuona kwamba hawa wenye nguvu za Mungu peke yao, hawa ni makristo wa uongo na manabii wa uongo. Tutaendelea kuangalia. Kwa nini? Kwa sababu ishara hizi zitafuatana na kila aminie. Hakuna mkristo mwenye Roho Mtakatifu mkubwa na mkristo mwingine mwenye Roho Mtakatifu mdogo. Kila mkristo anayeamini ana Roho Mtakatifu. Na tunaposoma maandiko hatusomi kwamba baada ya Roho Mtakatifu kushuka siku ya Pentekoste, hatuoni kwamba Mathayo kaumwa kaenda kuombewa na Paulo au Marko kaumwa kaenda kuombewa na Tomaso. Tunaona hao walikuwa wanaombea watu wasioamini. Bwana Yesu abariki sana. Hiyo nilikuwa na kazia kwamba kila aaminie ishara na maajabu vinafuatana naye. Na Yesu alisema alipolani mtini akasema kwamba na nyinyi mnaweza kufanya hivi, kila ukitaka chochote ukiomba. Bwana Yesu abariki sana. Ukaamini, hicho kitu kinakuwa cha kwako.
Kwa hiyo hizo nguvu ziko kwa kila aaminie. Bwana Yesu abariki sana. Sasa tumeona makristo wa uongo na manabii wa uongo watatokea, nao watafanya ishara na maajabu wapate kuwapoteza yamkini hata walio wateule. Mathayo 24 mstari wa 24. Hapa Marko 16 mstari wa 17 hadi 18 tunaona na ishara hizi zitafuatana na hao waaminio. Sasa waaminio hawa ni wakina nani waliitwa? Kwa sababu hapo hapajasema kama ni Wakristo, ila hapa amesema ni waaminio. Haya tungeenda kuangalia, je, waaminio ni Wakristo? Kwenye Matendo ya Mitume sura ile ya 11 mstari wa 26 peke yake. Bwana Yesu asifiwe sana. Hapa tunaangalia, je, hawa waaminio ni Wakristo? Bwana Yesu asifiwe sana. Karibu ndugu, soma mstari wa 26. Matendo 11 mstari wa 26. Amina. Matendo sura ya 11 mstari wa 26. Nitasoma kwa jina la Bwana. Amina. Hata alipokwisha kumwona akamleta Antiokia. Hata alipokwisha kumwona akamleta Antiokia. Ikawa kwa muda wa mwaka mzima wakakusanyika pamoja na kanisa. Ikawa kwa muda wa mwaka mzima wakakusanyika pamoja na kanisa. Na kuwafundisha watu wengi. Na kuwafundisha watu wengi. Na wanafunzi waliitwa Wakristo kwanza hapo Antiokia. Na wanafunzi wa Yesu waliitwa Wakristo kwanza hapo Antiokia. Bwana Yesu abariki sana. Amen. Kwa hiyo wanafunzi wa Yesu waliita Wakristo hapo Antiokia. Bwana Yesu abariki sana. Na Yesu anasema na ishara hizi zitafuatana nao waaminio. Mathayo sura ile ya 28 mstari wa 19, Yesu alisema nendeni mkawafanye mataifa kuwa wanafunzi, mkawabatiza kwa jina la Baba na Mwana na Roho Mtakatifu, na kuwafanya kuwa wanafunzi wangu. Kwa hiyo tunaona Antiokia wanafunzi wa Yesu wanawafanya mataifa kuwa wanafunzi wa Yesu. Na walipoona watu wanafanywa kuwa wanafunzi wa Yesu, watu walipoangalia wakaona wanafunzi wa Yesu wana ishara na maajabu kama ya Yesu Kristo, ndipo wakawaita Wakristo. Kwa hiyo hao Wakristo walikuwa na miujiza. Bwana Yesu abariki sana. Kwa hiyo tumepata sehemu mbili, kutakuwa na makristo wa uongo watakuwa na miujiza, na kutakuwa na Wakristo wa kweli watakuwa na miujiza. Kwa hiyo hawa kama Ukristo manake ni mpakwa mafuta, hawa ni wapakwa mafuta wa kweli. Bwana Yesu abariki sana. Hawa wa Marko 16 mstari wa 17 na 18, hawa ni wapakwa mafuta wa kweli ambao neno linasema na ishara hizi zafuatana na waaminio. Bwana Yesu abariki sana. Ambao Matendo sura ya 11 mstari wa 26, hao waaminio ndio waliitwa Wakristo. Bwana Yesu abariki sana. Sasa basi ili tujue vizuri baada ya maneno hayo, nitaka tuangalie sasa. Baada ya kujua hivyo, tumepata kujua kumbe kutakuwa na wapakwa mafuta wa uongo na wapakwa mafuta wa kweli. Yaani Wakristo wa uongo na Wakristo wa kweli. Yaani manake masihi wa uongo na masihi wa ukweli. Hao watakuwepo siku za mwisho. Na siku hizo ndio tuko tunaishi. Bwana Yesu abariki sana. Kama tunaishi siku za mwisho, lazima upate mtu kama mimi ambaye anaweza kukutofautishia. Ukikuta Mkristo hawezi kukutofautishia Mkristo wa ukweli na Mkristo wa uongo, huyo Mkristo umkimbie, hajui wala hajitambui. Kwa maana sisi Wakristo wa kweli tumefunuliwa na kujua ukweli ni upi. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa ili umjue Mkristo wa uongo na Mkristo wa kweli, kuna mambo inatakiwa ufanye na kuna mambo inatakiwa ujue. Mambo yenyewe ni mambo gani? Inatakiwa ujue ukweli ni nini na uongo ni nini. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa ili tujue ukweli ni nini, nipenda tusome kitabu cha Yohana 17 mstari wa 17 peke yake. Bwana Yesu abariki sana. Hapo tunaenda kuangalia ukweli ni nini, na watu ambao watakuwa kinyume na huo ukweli, hao watakuwa makristo wa uongo na manabii wa uongo. Karibu ndugu. 17 Yohana. Amina. Yohana sura ya 17 mstari wa 17 nitasoma kwa jina la Bwana. Amina. Uwatakase kwa ile kweli. Uwatakase kwa ile kweli. Neno lako ndio kweli. Neno lako ndio kweli. Bwana Yesu abariki sana. Amen. Tunaona kumbe Yesu anasema uwatakase kwa ile kweli, neno lako ndio kweli. Yohana 17 mstari wa 17. Nataka nitafute lile neno nasema neno la Mungu na liwe kweli na la mwanadamu liwe uongo. Kwa hiyo neno lolote ambalo si la Mungu, hilo ni la mwanadamu, hilo ni uongo. Bwana Yesu abariki sana. Na tumeona Biblia hii kitabu kimeandikwa kwa Roho Mtakatifu. Wote walioandika Biblia waliongozwa na Roho Mtakatifu. Na kwa si Wakristo unajua Roho Mtakatifu ndio Mungu. Kwa hiyo maneno ya kitabu hiki yameandikwa kwa Roho Mtakatifu. Watu waliandika wakiongozwa na Roho Mtakatifu. Kwa hiyo hawakuandika maneno yao, yalikuwa ni maneno ya Mungu. Kwa hiyo haya maneno yaliyotoka kwenye kitabu hiki na unabii uliowekwa kwenye kitabu hiki, haya maneno ndio kweli. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya.
hapa tunamtafuta mkristo wa uongo na nabii wa uongo ambaye ana upako katika kuhubiri uongo. Yuko katika upako. Bwana Yesu abariki sana. Sasa hapa tumeshajua kweli ni nini. Kweli ni neno la Mungu. Bwana Yesu abariki sana. Tuangalie uongo ni nini. Bwana Yesu abariki sana. Tukijua uongo ni nini na ukweli ni nini, hapo tutamjua mkristo wa uongo na tutaona kwa nini ana upako kuhubiri uongo. Kwenye kitabu kile cha Ufunuo sura 22 mstari wa 18 na 19, hapo tunaangalia kweli ni nini. Bwana Yesu asifiwe sana. Karibu ndugu. Ufunuo 28 mstari wa 18, 22 mstari wa 18 na ule wa 19. Amina. Amen. Ufunuo sura ya 22 mstari wa 18 na 19. Amen. Neno la Mungu linasema, namshuhudia kila mtu ayasikiaye maneno ya unabii wa kitabu hiki. Namshuhudia kila mtu ayasikiaye maneno ya unabii wa kitabu hiki. Mtu yeyote akiyaongeza, Mungu atamwongezea hayo mapigo yaliyoandikwa katika kitabu hiki. Mungu atamwongezea hayo mapigo yaliyoandikwa katika kitabu hiki. Na mtu yeyote akiondoa lolote katika maneno ya unabii wa kitabu hiki, katika unabii wa kitabu hiki, Mungu atamwondolea sehemu yake. Katika ule mti wa uzima. Na katika ule mji mtakatifu. Ambao habari zake zimeandikwa katika kitabu hiki. Bwana Yesu abariki sana. Amen. Kwa hiyo hapo tunaona kitabu cha Ufunuo wa Yohana sura 22 mstari wa 18 pamoja na wa 19 unasema mtu yoyote atakayeongeza lolote ambalo alikuandikwa kwenye kitabu hiki, yaani kitabu cha Biblia, ataongezewa hayo mapigo. Na mtu yoyote atakayeondoa lolote ataondolewa naye katika sehemu yake katika ule mji mtakatifu ambao habari zake zimeandikwa humo. Kwa hiyo sasa, kwa nini ameandika hivyo? Ameandika hivyo ili tujue uongo ni nini. Kwa hiyo Mkristo yoyote atakayehubiri chochote ambacho hakiko katika kitabu hiki cha Biblia, huyo ni nabii wa uongo. Bwana Yesu asifiwe sana. Haijalishi ana upako, haijalishi hana upako, huyo ni nabii wa uongo. Bwana Yesu abariki sana. Na mtu yoyote atakayesema lolote kama liko kwenye Biblia, haijalishi hilo neno amelisema katika upako au hakulisema katika upako, hicho alichokisema ni neno la Mungu na anahubiri ukweli. Bwana Yesu abariki sana. Hata kama hayuko kwenye upako, hata kama anaongea tu, lakini ili mradi amesema neno la Mungu limeandikwa, hilo neno ni la Mungu. Bwana Yesu abariki sana. Kwa nini nasema hivi? Kwa sababu makristo wa uongo watakuwa wana upako, wakristo wa ukweli watakuwa na upako. Kwa hiyo unaweza ukawa na upako ukahubiri uongo, na unaweza ukawa na upako ukahubiri ukweli. Na unaweza ukawa huna upako ukahubiri uongo, na unaweza ukawa huna upako ukahubiri ukweli. Kwa hiyo haijalishi una upako au hauna upako, lakini tu tunaangalia kile unachosema, je, ni neno la Mungu? Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Kwa maana makristo wa uongo na manabii wa uongo watatokea, nao watafanya ishara na maajabu wapate kuwapoteza yamkini hata walio wateule. Na 17 Yohana inasema watakase kwa ile kweli, neno lako ndio kweli. Na Ufunuo 22 mstari wa 18 na 19 inasema kwamba mtu asiongeze wala asiondoe lolote. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa tunaenda kuangalia hawa watu wa Mathayo 7:15. Bwana Yesu asifiwe sana. Mathayo 7:15 mstari wa 7, Mathayo sura ya 7 mstari wa 15 hadi wa 27. Bwana Yesu asifiwe sana. Amina. Tunaangalia watu waliohubiri katika upako, wakiwa na upako wote, wakiwa na nguvu zote za Mungu, lakini wanatupwa jehanamu. Hao watu walihubiri uongo, lakini walikuwa na upako na waliombea wagonjwa wakapona, lakini Mungu anawakataa. Bwana Yesu abariki sana. Na kutakuwa na umati wa Wakristo wengi sana ambao wataenda motoni siku ile ya hukumu, kwa sababu walihubiri chini ya upako, lakini walihubiri uongo. Inapasa waende motoni. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Hiyo inatoka kwenye Mathayo sura ile ya 7 na mstari wa 15 mpaka 27. Hebu soma ndugu yangu. Kuanzia mstari Mathayo 7 kuanzia 15 hadi 27. Nitasoma kwa jina la Bwana Yesu Kristo. Amina. Jihadharini na manabii wa uongo. Endelea. Watu wanaowajia wamevaa mavazi ya kondoo, walakini kwa ndani ni mbwa mwitu wakali.
Amina. Mtawatambua kwa matunda yao. Amina. Je, watu huchuma zabibu katika miiba? Amina. Au tini katika mibaruti? Amen. Vivyo hivyo kila mti mwema huzaa matunda mazuri. Amen. Na mti mwovu huzaa matunda mabaya. Amina. Mti mwema hauwezi kuzaa matunda mabaya, wala mti mwovu kuzaa matunda mazuri. Amen. Kila mti usiozaa tunda zuri hukatwa ukatupwa motoni. Amen. Ndiposa kwa matunda yao mtawatambua. Amina. Si kila mtu aniambiaye Bwana, Bwana atakayeingia katika ufalme wa mbinguni. Amen. Bali ni yeye ayafanyaye mapenzi ya Baba yangu aliye mbinguni. Amina. Wengi wataniambia siku ile, Bwana, Bwana, hatukufanya unabii kwa jina lako? Siku ile wengi watasema, Bwana, Bwana, hatukufanya unabii kwa jina lako? Na kwa jina lako kutoa pepo? Na kwa jina lako kutoa pepo? Na kwa jina lako kufanya miujiza mingi? Na kwa jina lako kufanya miujiza mingi chini ya upako wa Mungu. Ndipo nitawaambia dhahiri, sikuwajua ninyi kamwe. Sikuwajua ninyi kamwe. Ondokeni kwangu ninyi mtendao maovu. Ondokeni kwangu ninyi mtendao maovu. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo hapa tunaona hawa watu walikuwa wamehubiri chini ya upako. Kwa hiyo ndugu yangu ambaye unahubiri katika upako, na kwa kufuata upako huo unadhani kwamba wewe ndio unasema kweli, tunaona neno la Mungu linakataa hapo. Yesu atawakataa watu wengi siku ya hukumu ambao wanafanya unabii nyakati hizi, wanafanya miujiza. Mbwembwe ziko nyingi sana za sarakasi, nyingi sana, kwa sababu wenyewe wanatafuta ishara na maajabu, wanadhani wako sahihi chini ya upako. Lakini Yesu atasema, sikuwajua ninyi kamwe, ondokeni kwangu ninyi mtendao maovu. Bwana Yesu abariki sana. Kwa hiyo hapo wao watu wako chini ya upako, na hao watu ndio Wakristo wa uongo na manabii wa uongo wa Mathayo 24:24. Sasa endelea ndugu yangu, tuone Wakristo wa kweli. 24 inasema, basi kila asikiaye hayo maneno yangu. Kila asikiaye haya maneno yangu, kwa sababu haya maneno ndio ukweli. Baba, uwatakase kwa ile kweli, neno lako ndio kweli. Kila asikiaye maneno yangu, endelea. Na kuyafanya. Atafananishwa na mtu mwenye akili. Atafananishwa na mtu mwenye akili, aliyejenga nyumba yake juu ya mwamba. Aliyejenga nyumba yake juu ya mwamba. Mvua ikanyesha. Mafuriko yakaja. Pepo zikavuma. Zikaipiga nyumba ile. Isianguke. Kwa maana misingi yake imewekwa juu ya mwamba. Na kila asikiaye hayo maneno yangu, ya Mungu asiyafanye, atafananishwa na mtu mpumbavu. Ina maana hapa hawa watu ambao walisema, Bwana, Bwana, mbona tulitoa mapepo kwa jina? Kuna maneno ambayo waliyasikia wasiyafanye, tutakwenda kuyaangalia huko mbele. Lakini kuna baadhi waliyasikia wakayafanya. Bwana Yesu bariki sana. Kumbuka kwamba Yesu alisema mtu hataishi kwa mkate tu, ila kwa kila neno linalotoka katika kinywa cha Mungu. Sisi Wakristo ni watu tunaoamini neno lote, hatuamini sehemu ya neno, kwa sababu hata shetani huwa anaamini sehemu ya neno. Alipomhubiria Hawa pale Edeni, alichohubiri kila kitu kilikuwa ni ukweli, ila tu Mungu aliposema hakika utakufa, yeye akaweka hautakufa, ndio ikawa uongo, lakini mengine yote ni kweli. Kwa hiyo shetani anaamini neno la Mungu 99%, 100% anaweka uongo. Ndio hiyo Yesu alisema, chachu kidogo uchachua donge zima. Kwa hiyo ili uwe Mkristo safi, inabidi uamini neno lote. Bwana Yesu abariki sana. Sasa mbele tutaangalia sehemu gani ya neno ambao hawa hawakuamini. Waliamini sehemu ya uponyaji na miujiza, wakaamini ishara, lakini kuna baadhi ya maneno mengine hawakuamini. Ndio maana pale wanalia, Bwana, tulitoa mapepo kwa jina lako na Bwana hajakataa. Tulifanya unabii kwa jina lako na Bwana hajakataa, alikubali, lakini akasema sikuwajua ninyi kamwe. Bwana Yesu abariki sana. Amen. Kwa nini hakuwajua? Maandiko yako wazi, nasema Adamu akamjua mkewe Hawa, naye akapata mimba. Bwana Yesu abariki sana. Kumjua ni kupandikiza mbegu ndani ya huyu mtu. Adamu alivyomjua Hawa, aliweka mbegu yake ndani ya Hawa. Na sisi wanadamu huwa Mungu anaweka mbegu yake ndani ya mioyo yetu. Moyo uliokuwa safi ndio huo ulioamini neno la Mungu lote, na mbegu ni neno lote, sio sehemu ya neno. Bwana Yesu abariki sana. Kwa hiyo hawa watu waliamini, hawakuamini neno lote, lakini aliyejenga nyumba juu ya mwamba ni yule aliyeamini neno lote. Bwana Yesu abariki sana. Hebu malizia hapo. Naanza kabisa 26 hiyo. Amen. Na kila asikiaye
hayo maneno, na kila asikiaye hayo maneno yangu, na kila asikiaye hayo maneno yangu asiyafanye, atafananishwa na mtu mpumbavu, aliyejenga nyumba yake juu ya mchanga. Mvua ikanyesha, mafuriko yakaja, pepo zikavuma, zikaipiga nyumba ile, ikaanguka. Nalo anguko lake likawa kubwa. Kwa hiyo hapo tunaona Yesu anaposema nenda jehanamu ndio pepo, na tumefundishwa vita ya Armagedoni ndio pepo zinakuja kwa ajili ya kupiga watu wasiotii neno la Mungu. Bwana Yesu abariki sana. Na kutupukizwa jehanamu ndio anguko lake kubwa. Bwana Yesu abariki sana. Hukumu inawangoja watu wasioamini neno la Mungu na wasiolifanya. Bwana Yesu abariki sana. Nami nilikuwa nasoma maneno hayo kuonyesha kwamba watu wengi watahubiri katika upako, lakini siku ya hukumu Yesu atawakataa. Kwa hiyo kuhubiri katika upako haimaanishi kwamba wewe ndio mtumishi wa kweli na unachokihubiri ni ukweli. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Baada ya hayo nitaka tuangalie baadhi sasa ya mambo ambayo watu wanayasikia na hawayatekelezi. Badala yake wanakuwa makristo wa uongo na manabii wa uongo, na baadhi wanahubiri katika upako na siku ile Yesu atawakataa. Bwana Yesu asifiwe sana. Mojawapo ambalo watu wanalihubiri katika upako wakijua wako sahihi na litaenda kuwachoma moto, linatoka kwenye Timotheo wa kwanza sura ya 2 mstari wa 8. Karibu ndugu. Timotheo wa kwanza sura ya 2 mstari wa 8. Karibu ndugu msomaji. Amina. Amina. Soma wa 8 peke yake. Amina. Inasema Timotheo wa kwanza sura ya 2 mstari wa 8. Amen. Basi nataka wanaume wasalishe kila mahali, huku wakiinua mikono iliyotakata, pasipo hasira wala majadiliano. Amina. Tunaona Timotheo wa kwanza sura ya 2 mstari wa 8 nasema, basi nataka wanaume wasalishe kila mahali, wakiinua mikono iliyotakata, pasipo hasira wala majadiliano. Hilo ni neno la Mungu, linakataza wanawake kusalisha, kwamba wasalishaji inatakiwa wawe wanaume. Sasa tumekuwa tukihubiri namna hii sana kwa sana kwamba wanawake inatakiwa wakae, wasiwe wasalishaji kanisani, na tumepata wahubiri wengi wanapinga hiyo. Bwana Yesu abariki sana. Na hata nilipata kuna mama mmoja alikuwa askofu mkubwa sana na alikuwa mhubiri. Sasa baada ya kuhubiria watu wake nikaonyesha maandiko hayo kwamba mwanamke haruhusiwi kuwa msalishaji kanisani, mwanamke haruhusiwi kuwa mhubiri kanisani. Baada ya kuwahubiria namna hiyo hao watu wa huyo mama ambao ndio mchungaji wao, ndio askofu wao, baada ya kuwahubiria mahubiri hayo wakasema, sasa mbona yule mama anapohubiri akituombea tunapona? Bwana Yesu abariki sana. Ndio point. Mbona anapohubiri anakuwa na upako? Sasa maandiko hajasema kwamba akihubiri hana upako. Imesema makristo wa uongo na manabii wa uongo watatokea, nao watafanya ishara na maajabu. Mama mweke hapo. Huyo mama mhubiri mweke hapo. Bwana Yesu abariki sana. Kwa maana neno la Mungu ni kweli. Wasema mbona anahubiri, ana nguvu, anaanzisha kanisa kubwa na watu wanamsikiliza? Ndio pointi zao. Kwa hiyo neno hawana la kumtetea huyo mama awe askofu au mhubiri, ila wanaangalia matukio kwamba ana kanisa kubwa, anahubiri, amepata watu wengi. Kwa hiyo wanasema ndio maana sasa wanahalalisha kuhubiri wanawake. Bwana Yesu abariki sana. Sasa nakumbushia kabla sijaenda mbele tena, kwani Biblia haijasema watu wasio wazinzi? Sasa kwa pointi hiyo ya mama kuhubiri mnahalalisha ndio kuhubiri mwanamke karuhusiwa. Je, wazinzi hawapo? Mbona wanazini tu watu? Kwa hiyo ndio halali kuzini? Kwa hiyo Mungu aliposema mwanamke haruhusiwi kuhubiri, haina maana kuhubiri hawezi. Bwana Yesu abariki sana. Anamaanisha kuhubiri anaweza, lakini akihubiri anakuwa Yezebeli, anahubiri Mungu bahari, anahubiri kinyume na neno la Mungu, kwa sababu Mungu amesema mwanaume ndio kichwa. Mungu amesema mwanaume ndio kiongozi. Hata Hawa alipofanya kosa, Mungu akamwambia huyu mwanaume atakutawala siku zote za maisha yako. Mwanaume sio mwili, mwanaume ni kichwa na mwanamke ndio kiwiliwili. Hata Hawa alitoka kwenye ubavu wa Adamu. Ndio neno linasema hivyo. Kwa hiyo mwanamke kuhubiri unamfanya kuwa kichwa. Na shetani alimfanya Hawa kuwa kichwa pale Edeni, na Hawa alipenda kumhubiria Adamu, tukaanguka dhambini na shida ikaingia. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo mambo yote aliyokataza Mungu, sijui ibada ya sanamu, uongo, chuki,
hasira, faraka, yote maovu ambayo Mungu amekataza, wanadamu si wanayafanya? Kwa hiyo kwa kuwafanya wanadamu, ina maana yamehalalishwa. Bwana Yesu abariki sana. Yote hayo nasema, wewe unaisema mwanamke mbona anahubiri? Mwanamke mbona ana kanisa kubwa? Wakati Timotheo 2:8 inasema mwanamke haruhusiwi kusalisha, inatakiwa mwanaume. Kwa hiyo huyu anayesalisha mwanamke anavunja hiyo Timotheo 2:8. Anakuwa ni mpinga Kristo na anakuwa nabii wa uongo. Bwana Yesu asifiwe sana. Hebu hapa naonesha baadhi. Kwa hiyo makanisa yote ambao wasalishaji wake ni wanawake, nasema kwa sauti kubwa kwamba hayo makanisa, huyo mchungaji anakwenda jehanamu na wanaomsikiliza anakwenda jehanamu, kwa maana Biblia inasema kipofu na kipofu wakiongozana wote watatumbukia shimoni. Bwana Yesu abariki sana. Kwa hiyo hawa watu wanakwenda shimoni. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Basi ongezea baadhi tena lingine kwenye Wakorinto lingine kama hili. Wakorinto wa kwanza sura ya 14 mstari wa 32 mpaka 38. Takuacha usome kidogo ili watu wasikie hapo. Amina. Wakorinto wa kwanza sura ya 14 mstari wa 32 mpaka 38. Amina. Nitasoma kwa jina la Bwana. Na roho za manabii huwatii manabii. Na roho za manabii huwatii manabii. Kwa maana Mungu si Mungu wa machafuko. Kwa maana Mungu si Mungu wa machafuko, bali wa amani. Bali wa amani. Vile vile kama ilivyo katika makanisa yote ya watakatifu. Vile vile kama ilivyo katika makanisa yote ya watakatifu. Wanawake na wanyamaze katika kanisa. Wanawake na wanyamaze katika makanisa. Sasa kuna watu wanasema kwamba hii tunaenda kusoma hapo wanawake wanyamaze, wanasema ni kwa Wakorinto tu. Lakini mstari wa 33 hapo juu, huu tunasoma wa 34 unasema wanawake wanyamaze katika makanisa. Huu wa 33 unasema hivi, katika makanisa yote ya watakatifu. Mwenendo wao ndio mzuri. Hayo makanisa ya watakatifu yanaenda kwenye mwenendo yalio kwenye mwenendo mzuri na utaratibu mzuri. Wanawake na wanyamaze katika makanisa. Kwa hiyo hapa haijasema Wakorinto tu, ni makanisa yote ya Wakristo. Na kitabu cha Wakorinto waliandikiwa Wakorinto na watu wote wanaoliitia jina la Bwana kila mahali duniani. Soma kuanzia sura ya kwanza pale utaona kwamba hajaandikiwa Wakorinto peke yao, na kila mtu anayeliitia jina la Bwana ameandikiwa mstari huo. Bwana Yesu abariki sana. Hebu endelea mstari wa 34 hapo, endelea. Wanawake na wanyamaze katika kanisa. Wanawake na wanyamaze katika kanisa. Maana hawana ruhusa kunena. Maana hawana ruhusa kunena. Bali watii. Bali watii. Kama vile inenavyo Torati na. Kama vile ilivyokataza Torati, makuhani walikuwa ni wanaume katika Agano la Kale, na Torati ni kivuli kutuleta kwa Kristo, yaani Agano Jipya. Kwa hiyo kwenye Agano la Kale makuhani walikuwa ni wanaume, sio wanawake. Hapa Paulo anatukumbusha kama vile Torati inavyosema wanawake hawaruhusiwi kuwa makuhani, na vile vile Injili nayo inasema wanawake hawaruhusiwi kuwa makuhani, yani wachungaji. Kwenye Agano Jipya makuhani maana yake ni wachungaji. Bwana Yesu abariki sana. Kwa hiyo wale wanaosema, kuna wachungaji wengine vipofu wanasema Agano la Kale lilikataza wachungaji kuwa wanawake, lakini Agano Jipya limeruhusu. Hapa Paulo anasema kama inenavyo Torati nayo, na huku tunanena hivyo hivyo kwenye Agano Jipya. Kwa hiyo Agano Jipya limekataza na Agano la Kale limekataza. Bwana Yesu asifiwe sana. Ndugu, endelea kusoma. 35. Amen. Nao wakitaka kujifunza neno lolote. Nao wakitaka kujifunza neno lolote. Na wawaulize waume zao wenyewe nyumbani mwao. Na wawaulize waume zao wenyewe nyumbani mwao. Maana ni aibu wanawake kunena katika kanisa. Maana ni aibu wanawake kunena katika kanisa. Au je, neno la Mungu lilitoka kwenu? Lilitoka kwenu. Au kuwafikia ninyi peke yenu? Au kuwafikia ninyi peke yenu. Mtu akijiona kuwa ni nabii au mtu wa rohoni. Mtu akijiona kuwa ni nabii au mtu wa rohoni. Na ayatambue hayo. Na atambue hayo. Ninayowaandikia. Ya kwamba ni maagizo ya Bwana. Ya kwamba ni maagizo ya Bwana. Lakini mtu akiwa mjinga. Nawe mjinga. Nawe mjinga. Bwana Yesu abariki sana. Amen. Kwa hiyo wale hapo wasema wale wachungaji au Wakristo wanaohubiri kwamba haya mambo ni ya Paulo. Yaani kuna mwingine ukimsomea maandiko haya anasema hayo maneno sio ya Bwana, ni ya Paulo. Bwana Yesu abariki sana. Kuna wanaosema Agano la Kale ndio wanawake walikatazwa kuhubiri, Agano Jipya wameruhusiwa. Hapo imesema kama Torati inavyosema na Injili inasema hivyo. Na hao wanaosema hayo ni maneno ya Paulo, hapo Paulo anasema yule anayejiona nabii, kwanza roho
wa manabii watii manabii. Ina maana wewe unaweka wanawake kuwa wachungaji wa utii manabii. Bwana Yesu abariki sana. Na kama mtu akitaka kuwa mjinga na awe mjinga, yani anasema hivi, kuweka wachungaji kuwa wahubiri wachungaji, kuwa wasalishaji kanisani, kwa Mungu ni ujinga. Bwana Yesu abariki sana. Hiyo tutahubiri mpaka basi. Ni ujinga. Bwana Yesu abariki sana. Kwa hiyo sio mimi nasema wajinga, ni neno la Mungu. Roho Mtakatifu ameandika kwa kutumia Paulo, akasema wachungaji wanawake, tutaendelea kusema maaskofu wanawake, walimu wanawake wa kanisani, wanafundisha kanisani wanawake, au mashemasi, tutaenda kusoma. Anasema watu ambao wanaendelea kufanya mambo hao ni wajinga, hata kama wanasikia upako, ni upako wa uongo, ni makristo wa uongo na manabii wa uongo, na upako unawapeleka jehanamu. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Basi tuongezee tena Timotheo. Timotheo wa pili. Timotheo wa kwanza sura ile ya pili pale, mstari wa 11 mpaka 12. Amina. Amen. Nitasoma kwa jina la Bwana. Amen. Mwanamke na ajifunze katika utulivu. Mwanamke na ajifunze katika utulivu, akitii kwa kila namna. Akitii kwa kila namna. Simpi mwanamke ruhusa ya kufundisha. Simpi mwanamke ruhusa ya kufundisha, wala kumtawala mwanamume, wala kumtawala mwanaume, bali awe katika utulivu. Bali awe katika utulivu. Kwa maana Adamu ndiye aliyeumbwa kwanza. Kwa maana Adamu ndiye aliumbwa kwanza, na Hawa baadaye. Na Hawa baadaye. Wala Adamu hakudanganywa. Wala Adamu hakudanganywa. Ila mwanamke alidanganywa. Ila mwanamke alidanganywa. Alidanganywa kabisa, akaingia katika hali ya kukosa. Akaingia katika hali ya kukosa. Bwana Yesu abariki sana. Amen. Sasa hapo imetajwa sababu kwa nini mwanamke haruhusiwi kuwa mhubiri. Bwana Yesu abariki sana. Kwa wale ambao wajui sababu, leo na wamwagieni sababu yenyewe. Sababu ni kwamba mwanamke alidanganywa kabisa, akaingia katika hali ya kukosa. Lakini mwanaume hakudanganywa. Kuna ile fundisho la uongo huo tunafundishanaga. Toka tuko watoto tunafundishwa, yani mafundisho ya uongo nayo jamani. Tunafundishwa kwamba Hawa alimdanganya Adamu. Tunafundishwaga hivyo, si ndio? Na umeshikilia hivyo. Sasa leo nakwambia, rudi kwenye kitabu cha Mwanzo sura ya 3 uangalie pale ambapo Hawa alimwambia Adamu wale tunda, haisemi Hawa alimdanganya Adamu. Ile tunachomekeaga tu mafundisho ya uongo ili kuingiza uongo kanisani. Pale panasema Hawa alipokula lile tunda, akachukua akampelekea na Adamu na mumewe, naye akala. Kwa hiyo Adamu alipopelekwa tunda akala, maandiko anasema Adamu hakudanganywa. Bwana Yesu abariki sana. Yaani maana yake nielezee, maandiko anasema Adamu hakudanganywa, mwanamke alidanganywa. Ndio maana haruhusiwi kuhubiri. Adamu alikula tunda akijua kwamba ni kosa, alifanya kwa makusudi. Bwana Yesu abariki sana. Alijua hili ni kosa na Mungu hapendi, na hapa mimi nikila nakufa. Kwa hiyo Adamu alifanya kosa kwa makusudi akijua, lakini Hawa alidanganya na akadanganyika. Alijua Hawa kwamba Mungu amewazuilia ili wasiwe kama Mungu. Injili iliingia kwa Hawa, lakini kwa Adamu haikuingia. Ndio inavyosema Timotheo hiyo. Sura ya ngapi hapo? Sura ya pili mstari wa 14 na 13 hapo ukisoma inasema hivyo, Timotheo wa kwanza. Bwana Yesu abariki sana. Kwa hiyo Hawa alidanganywa akadanganyika, Adamu hakudanganywa. Na kineno inaonyesha Adamu kula tunda, alikuwa na ufahamu mkubwa Adamu, na Adamu alimpenda sana Hawa kiasi kwamba alikuwa tayari kumfia. Kwa hiyo Adamu aliona, mke wangu sasa anakufa, hasa kwa sababu nampenda, ngoja nile na mimi tunda tufe wote. Bwana Yesu abariki sana. Ufunuo kutoka kwa yule mjumbe wa 7, nabii wa wakati wa mwisho, ndugu William Marion Branham. Bwana Yesu abariki sana. Akaona tufe wote. Kitendo hicho cha Adamu kula tunda, akawa naye akarudi mavumbi, akaambiwa mavumbi na wewe mavumbi utarudi, kifo kikaingia. Kitendo hicho ndio kilifanya Yesu aje afie kanisa, kwa sababu kanisa ni mfano wa Hawa na Yesu ni mfano wa Adamu. Mume na mke ni mfano wa Kristo na kanisa. Kwenye kitabu cha Efeso ukisoma hapo unapata. Bwana Yesu abariki sana. Akaja Adamu, Yesu Kristo akufanya kosa, Yesu Kristo hakudanganywa, lakini kanisa lilidanganyika kama Hawa, na kwa sababu kanisa lilidanganyika kama Hawa, hilo kanisa inabidi liende jehanamu. Lakini Yesu kwa sababu alilipenda sana kanisa kiasi kwamba yuko tayari kulifia, akaamua naye kuja kuchukua mwili wa damu na nyama na kufa pale msalabani. Bwana Yesu abariki sana. Kwa kufa Yesu msalabani pale, sasa sisi tunapata uzima wa milele.
Bwana Yesu abariki sana. Haleluya. Hilo ni somo la siku nyingine, tutaendelea kwa sababu kwa kufa Yesu msalabani ndio tunapata uzima wa milele, na Adam kwa kula tunda ndio akampa Sara uzima. Bwana Yesu abariki sana. Sara akawa na uzima, tutakuja kujifunza siku nyingine hilo somo, lakini Adam alikuwa anamfia Hawa. Bwana Yesu abariki sana. Ndio pointi yangu. Sasa baada ya hayo, Timotheo wa kwanza sura ile ya 3 mstari wa kwanza mpaka wa 12. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Nilitamani tusome hapa lakini mtasoma mwenyewe nyumbani. Niache tu kwa sababu ya muda. Bwana Yesu abariki sana. Timotheo wa kwanza sura ya kwanza mstari wa kwanza mpaka wa 12. Ukisoma pale unaona neno linasema, mtu akitaka kazi ya askofu atamani kazi njema, basi imempasa askofu awe mume wa mke mmoja. Bwana Yesu abariki sana. Inaonyesha wanaume wote ambao hawajaoa. Natangaza makanisa yote ya Kikristo ambao wanaume wake hawajaoa, hao ni makristo wa uongo na manabii wa uongo. Yaani wahubiri wake, wachungaji wake hawajaoa. Kanisa la kweli inatakiwa mchungaji aoe. Kwa maana hii Timotheo inasema mtu asiyeweza kuchukua na mke na watoto na kuwatunza hafai kuchunga kanisa la Mungu, kwa sababu mke na watoto ni kipimo cha kanisa, yani ni kanisa dogo la kumpima baba kama anaweza kuongoza. Lakini nyakati hizi tuna makanisa ambao wachungaji wake ni wanaume na hawaoi. Askofu maana yake ni mchungaji, mwangalizi wa kanisa. Bwana Yesu abariki sana. Kwa hiyo Timotheo inakataza askofu kuwa mwanaume ambaye hajaoa. Bwana Yesu abariki sana. Inakataza. Nikiwa na maana hao wanaohubiri huku hawajaoa wanakuwa chini ya upako. Lakini wanahubiri uongo, ni makristo wa uongo na manabii wa uongo, kwa sababu wanahubiri kinyume na neno la Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa na ukishuka chini pale kuanzia mstari wa 10 mpaka 12 unaona inazungumzia mashemasi. Inaelezea mashemasi na inasema mashemasi inabidi wawe waume wa mke mmoja. Bwana Yesu abariki sana. Na mashemasi wako wengi ambao hawajaoa makanisani, hawana watoto, hawana mke. Hawa ni makristo wa uongo na manabii wa uongo. Ni sauti ya Mungu inaita, tokeni kati yao wasioamini sawa, mkatengwe nao. Ni Bwana anaita, siku za mwisho hukumu inakuja. Kwa ninyi nyote ambao mko kwenye makanisa ya jinsi hiyo, mnakwenda kuhukumiwa. Ingawa mko na upako, lakini ninyi ni makristo wa uongo na manabii wa uongo. Haleluya. Sasa basi, baada ya hayo nilikuwa naonyesha baadhi ya mahubiri ya uongo ambayo watu wanahubiri wakiwa chini ya upako, lakini haiwalalishi kuwa sawasawa ingawa wanakuwa na upako. Bwana Yesu asifiwe sana. Mahubiri mengine ya uongo ningesema tu hapa vitabu usome mwenyewe. Bwana Yesu abariki sana. Tumesema kuhusu fundisho la Mungu mwenye nafsi tatu. Bwana Yesu abariki sana. Fundisho la Mungu mwenye nafsi tatu kulingana na Biblia ni fundisho la uongo. Biblia inasema Mungu ana nafsi moja. Kwenye kitabu kile cha Mwanzo sura 22 mstari wa 15 na 16, pale mstari wa 16 Mungu alituma malaika kwa Ibrahimu akasema, nimeapa kwa nafsi yangu. Kwa hiyo kulingana na neno la Mungu nasema tusiongeze wala tusipunguze. Ufunuo 22 mstari wa 18 19, tusiongeze wala tusipunguze. Tunaona hapo sasa maandiko yanasema kwamba Mungu ana nafsi. Bwana Yesu abariki sana. Na Isaya 45:15 inasema Mungu ana nafsi. Inasema hakika wewe ni Mungu ujifichaye nafsi yako. Bwana Yesu abariki sana. Kwa hiyo tunaona Mungu ana nafsi. Lakini Waibrania sura ile ya kwanza, Waibrania mstari wa kwanza mpaka wa 3 unasema Mungu alisema zamani na baba zetu manabii kwa kutumia vinywa vyao, siku hizi amesema na sisi katika mwana aliyemweka kuwa mlisi wa yote, tena kwa yeye alifanya ulimwengu. Bwana Yesu abariki sana. Mstari wa 3 unasema kwa kuwa ni mng'ao na chapa ya nafsi yake. Biblia inasema Yesu Kristo ni chapa ya nafsi ya Mungu. Hapo mstari wa 3 kitabu cha Waibrania sura ya kwanza. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Sasa basi, baada ya hapo tunaona kitabu cha Wakorintho wa pili sura ile ya 5 mstari wa 18 na 19 inasema Mungu alikuwa ndani ya Kristo akiupatanisha ulimwengu na nafsi yake. Bwana Yesu abariki sana. Yaani Yesu wakati yuko duniani, nafsi ya Mungu ilikuwa ndani ya Yesu. Kwa hiyo tunapata Yesu alikuwa anatembea akiwa na nafsi ya Mungu ndani yake. Bwana Yesu abariki sana. Ndio tunaangalia tunaona, je, Yesu kweli alikuwa na nafsi ya Mungu? Tunaona ni kweli alikuwa nayo. Je, alikuwa na nafsi mbili? Ndio Tito sura ya 2 mstari ule wa 14, kuanzia mstari wa 11 pale, mstari unapita wa 13 unasema Yesu ni Mungu mkuu na mwokozi wetu. Mstari wa 14 unasema ambaye alijitoa nafsi yake. Tunapata nafsi ya Mungu na Yesu ni ya mtu huyu mmoja. Bwana Yesu abariki sana. Nikiwa na maana fundisho la Mungu mwenye nafsi tatu si fundisho la kibibilia, ni fundisho la uongo, ni mahubiri ya uongo, na wanaohubiri hivyo hata kama wako na upako ni makristo wa uongo na manabii wa uongo. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya.
Basi baada ya hayo tena nilikuwa nafunua nafsi hata Utatu Mtakatifu. Biblia hakuna mahali popote panasema Mungu yuko katika Utatu Mtakatifu. Biblia inasema Mungu yeye ni mmoja. Baba, Mwana na Roho Mtakatifu ni mmoja, si watu watatu. Na hiyo tunaipata kwenye kitabu cha Isaya sura ya 9 mstari wa 6. Inasema, maana kwa ajili yetu mtoto amezaliwa, tumepewa mtoto mwanamume, na uweza wa ufalme utakuwa begani mwake. Jina lake ataitwa Mungu mwenye nguvu, Baba wa milele na mshauri wa amani. Kwa hiyo Isaya 9:6 inaonyesha huyu mtoto ambaye ni mwana ndio huyo Baba wa milele. Bwana Yesu abariki sana. Na huyo ni Roho Mtakatifu, kwa sababu anasema ni mshauri wa ajabu. Kwa maana Biblia ile 14:25-26 kitabu cha Yohana inasema Roho Mtakatifu ndio atakayetufundisha na kutukumbusha yote ambayo Yesu alituambia. Kwa hiyo Roho Mtakatifu ndio mwalimu wa ajabu, ndio mshauri wa ajabu. Bwana Yesu asiwe sana. Haleluya. Pamoja na hiyo, Yohana 14 mstari wa 7, Yesu alisema Baba mnamjua, tena mmemuona. Filipo akasema utuonyeshe Baba yatutosha. Yesu akasema nimekuwa pamoja nanyi siku zote, msinijue Filipo, aliyeniona mimi amemuona Baba. Kwa hiyo hii nayo Yohana 14 mstari wa 7 mpaka mstari ule wa 10 inaonyesha Baba na Mwana ni mtu mmoja, naye anaitwa Yesu Kristo. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Sasa na wengi wanakimbilia kusema na tufanye mtu kwa mfano wetu. Mungu alisema pale Mwanzo 1:26, na tufanye mtu kwa mfano wetu. Kweli Mungu alisema katika mwingi, lakini wengi wanaweka mafundisho yao pale kusema walikuwa watatu. Lakini tukija kwenye Yohana sura ya 15 mstari wa 24, tunaona tena Yesu wakati yuko duniani anasema yeye yuko pamoja na Baba yake. Anasema katika wingi kwenye sura ile ya 15 kitabu cha Yohana mstari wa 24. Yesu anasema kwamba Yesu anafanya miujiza, anaonyesha mambo pale, anasema yuko pamoja na Baba yake. Bwana Yesu abariki sana. Kwa hiyo Yesu ni mmoja, lakini anasema katika mafumbo, anasema katika wingi. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa basi, baada ya hayo, Bwana Yesu abariki sana. Haleluya. Kwa hiyo sasa tunaona kwamba Mungu anapokataza tukio lolote kwenye Biblia haina maana huyo mtu hawezi kulifanya. Ndio maana limekatazwa, anaweza. Na ndio maana moto upo. Moto upo kwa wale ambao Mungu amesema, alafu anakupa uamuzi wa kuamua kutekeleza kile Mungu alisema au kupinga. Kwa hiyo ndio akakuwekea moto. Kwa hiyo moto upo kwa wale wanaopinga neno la Mungu, na wale ambao wanaamini neno la Mungu hawalipingi au wamewekewa uzima wa milele. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa basi ningependa tu nisome baadhi ya maandiko kwa wale waamini wenzangu. Bwana Yesu abariki sana. Baadhi ya nukuu kidogo kwa wale waamini wenzangu nitazisema tu. Kwa wale waamini wenzangu wanaoamini ujumbe wa Malaki sura ya 4 kama ulivyokuja na Elia, wa Malaki sura ya 4, ndugu William Marion Branham, nabii amezungumzia mambo haya kuhusu mtu anaweza akawa na ubatizo wa Roho Mtakatifu alafu asiingie. Ngoja hapa nitasoma. Na watu wanasema hapo wanaanza kuponda ubatizo wa Roho Mtakatifu, lakini kuna kitu hapa nabii alikisema. Nabii William Marion Branham. Tasoma ujumbe huu unaitwa Matukio ya sasa yakidhihirishwa na unabii. Matukio ya sasa yakidhihirishwa na unabii. Bwana Yesu asifiwe sana. Hii nukuu ni ujumbe huu uliohubiriwa mwaka wa 65 tarehe 6 mwezi wa 12. Nitasoma paragrafu ya 100 na 101 alafu takuwa nimemaliza. Anasema angalia, tunaona leo ya kwamba kuna watu wengi ambao kamwe hawawezi kuliamini, hata watu waliojazwa na Roho. Nitawapa moja ambalo litawakaba koo. Ubatizo wa Roho Mtakatifu haumaanishi ya kwamba wewe utaingia hata kidogo. Si kwa huo, hauna uhusiano wowote na nafsi yako. Bwana Yesu abariki sana. Kwa hiyo ubatizo wa Roho Mtakatifu, kuna ubatizo hauna uhusiano na nafsi yako. Huo ni ubatizo, unaona hii hapa nafsi ya ndani, humu ndani. Hiyo inabidi itokane na Mungu. Lakini basi upande wa nje unahisi 5 na 5 nje deshi milango ya kuingilia kwenye nini yako, kuwasiliana na nyumba yako ya duniani. Upande wa ndani una Roho, na mle ndani una milango 5
dhamiri yako na upendo na kadhalika. Milango mitano ya kuingilia kwenye hiyo roho. Kumbuka, katika roho hiyo unaweza kubatizwa kwa roho halisi na wa Mungu, na hata hivyo upotee. Ni hiyo nafsi iliyo hai ndiyo iliyochaguliwa na Mungu. Bwana Yesu abariki sana. Pala 101. Hivi Yesu akusema wengi watakuja kwangu siku hiyo na kusema, Bwana, sijatoa pepo, nikafanya kazi kubwa mno, nikatabiri zile karama kuu za Mungu? Akasema, ondokeni kwangu ninyi mtendao maovu, hata sikuwajua. Wengi watakuja katika siku hiyo. Bwana Yesu abariki sana. Haleluya. Sasa hapa nimegeuza kibao kwa wale wanaosema kuhusu ubatizo wa Roho Mtakatifu. Kweli kuna watu ambao watakuwa na ubatizo wa Roho Mtakatifu watakwenda jehanamu, lakini nabii kaisema vizuri sana. Bwana Yesu abariki sana. Amesema mwanadamu alipoumbwa ana sehemu tatu: ana mwili, ana roho, ana nafsi. Bwana Yesu abariki sana. Hata kwenye Biblia, kwenye kitabu cha Wathesalonike wa kwanza sura ya 5 mstari wa 23 inasema kwamba mwanadamu ana sehemu tatu. Bwana Yesu abariki sana. Sasa anatuambia Roho Mtakatifu anaweza akaja katika mwili. Bwana Yesu abariki sana. Akaingia katika mwili wa kibinadamu. Ndio vile utakuta mtu yuko kanisani amesikia msisimko, damu imechemka kwenye mwili, anadhani ndio Roho Mtakatifu anaye. Bwana Yesu abariki sana. Anasema mwili unahisi tano, una milango mitano ya fahamu. Bwana Yesu abariki sana. Kuona, kunusa, kugusa, kusikia na kuonja. Anasema hivi vitu havifanyi mwanadamu awe anaweza kuwasiliana na Mungu. Hivi Mungu alimpa kuwasiliana na ulimwengu wa kimwili, ulimwengu wa kawaida. Hivyo huwezi kuwasiliana na Mungu. Bwana Yesu abariki sana. Ukienda ndani ana miduara mitatu: mwili, roho na nafsi. Yaani mwanadamu yuko kama yai, linaganda, lina ute ule, alafu lina kiini. Au mbegu, inaganda mbegu, alafu ina nyama, alafu ina kiini. Na mwanadamu yuko hivyo hivyo, ana mwili ndio ganda, ana roho ndio sawa sana ule na ile nyama, alafu ana kiini ambayo ni sawa na nafsi. Bwana Yesu abariki sana. Hata kuku kiini kile anacho. Bwana Yesu abariki sana. Hasa kwenye mwili ambao ni ganda la mwanadamu kuna hisi tano. Kwenye roho ya mwanadamu kuna hisi tano au milango mitano ya fahamu. Ina upendo ni hisi ya roho, mawazo ni hisi ya roho, kumbukumbu ni hisi ya roho, hoja ni hisi ya roho, dhamira ni hisi ya roho. Anasema hizo nazo hazimfanyi mwanadamu kuwasiliana na Mungu. Bwana Yesu abariki sana. Roho Mtakatifu anaweza akaja akakubatiza katika roho na ukaenda jehanamu, kwa sababu roho haina uhusiano na nafsi. Bwana Yesu abariki sana. Lakini kule ndani kuna nafsi. Hiyo nafsi hiyo ndio chembe hai ya kutoka kwa Mungu. Ndio ile pumzi ambayo Mungu alipulizia kwa Adamu akawa nafsi hai. Nafsi ni sehemu ya Mungu inayowekwa ndani ya mwanadamu. Lakini nafsi ambayo tabia zake, kwa sababu nafsi ni tabia. Nafsi ambayo ina matendo ya mwili, hiyo ni nafsi iliyokufa. Lakini kuna tabia za kiungu, tutaendelea kujifunza hizo tabia za kiungu ni kitu gani. Hizi tabia za kiungu ukiwa nazo ni nafsi unayo hai. Bwana Yesu abariki sana. Sasa nafsi ndio Mungu anaishu. Unatakiwa upate ubatizo wa Roho Mtakatifu ndani ya nafsi. Kwa nini? Kwa sababu nafsi ndio mtu. Kama vile tunaona yai, kile kiini ndio kuku. Tunaona mbegu ni kiini. Sio ganda wala sio nyama. Bwana Yesu abariki sana. Kwa hiyo mahubiri haya nimehubiri kwamba huyu mtu sasa anaweza akaa na upako katika roho, lakini katika nafsi anapinga neno. Kwa sababu kwenye nafsi tunaamini neno. Bwana Yesu abariki sana. Ile mwanamke Msamaria alivyoongea na Yesu, Yesu akasema saa inakuja ambapo watu watamwabudu Mungu sio kwenye mlima huu wala sio huko Yerusalemu. Watamwabudu Mungu katika roho na kweli. Kwa hiyo kumwabudu Mungu katika roho na kweli ni kwamba unaabudu katika roho, yaani nguvu za Mungu na upako unao, alafu katika kweli tumesoma watakase kwa ile kweli, neno lako ndio kweli. Sasa nyakati hizi kuna watu wanaabudu Mungu katika roho, ukiwasomea neno la Mungu, wanawake hapaswi kuwa wachungaji, Mungu ana nafsi moja, wanaanza kupinga neno la Mungu. Hawa kwenye nafsi hakuna uhai, kwenye nafsi kuna kifo, hakuna uzima wa milele. Kwa hiyo kwenye nafsi kunatakiwa kuamini neno. Bwana Yesu abariki sana. Kwa hiyo hatuna maana watu wanaoenda jehanamu walio na ubatizo wa Roho Mtakatifu, tunamaanisha mtu apate ubatizo ndani ya nafsi, ndio penye maana. Lakini huku kwenye mwili unaweza ukapata, lakini ni Roho Mtakatifu ameingia kwenye mwili, anaweza akaa kwenye mwili, anaweza akaa kwenye roho, lakini kwenye nafsi kukawa na shetani, na shetani ni mpinga neno. Bwana Yesu abariki sana. Kwa hiyo inatakiwa mtu awe na neno
awe na Roho Mtakatifu, awe ana upako. Bwana Yesu abariki sana. Nadhani nimemaliza hapo, imeeleweka. Kama haitaeleweka, naomba tena uniulize maswali katika siku nyingine. Na wewe ndugu ambaye unanisikiliza kwenye mtandao, kama hujaelewa mahubiri ya GCO, naomba unitafute. Bwana Yesu abariki sana. Namba yangu mimi ni 0757197488 na namba nyingine yasi naitwa ni 0676197488. Naomba unitafute kwa wakati wako. Bwana Yesu abariki sana. Mungu awabariki. Amen.